Kumekucha, kumekucha. Vibeti kilo moja, mchele mbili, sijara robo. Unajua ndugu yangu, nilimisi sana Tanzania. Kule Malawi nilipokwenda, yani hakuna mambo ya Ulaya kama yaliokuwa hapa Tanzania ndugu yangu. Amini kwamba hii nchi tunaidharau basi tu. Ni kweli kabisa. Lakini ndugu yangu, safari imechelewa sana. Yaani miezi mitatu yote hiyo. Unajua watu wengi wanashindwa kutofautisha na kuelewa hili swala. Unajua biashara yetu ya kusafirisha mizigo ina magari. Kwa mfano, ukifika kule Kongo na mzigo wako au ukifika Malawi, yani huwezi kurudi huko mpaka ule mzigo uzike. Mbaya zaidi utakuta kuna wenzio ni mizigo kama yako wako pale wanasubiri wamekaa foleni. Kwa unajikuta unakaa foleni mpaka akili inakukaa sawa. Kwa unafikiri kwa nini tunachelewa? Kweli. Kweli kabisa. Karibuni juice. Asante sana. Asante sana. Haya jamani, mimi niko jikoni naandaa. Mke wangu, angalia katika kuandaa kwako usinike pilipili bwana, si unajua mimi silagi. Jamani, yana leo bado unaogopa pilipili. Sasa wewe na mtoto wako naye tofauti gani? Sasa pilipili mia nini? Kitu kinawaacha mdomoni unakuta ladha yote chakula inapotea, kinabaki miwasho tu. Mimi ya nini kitu hicho? Ya nini mimi? Usinike pilipili yako bwana. Haya bwana. Niambie. Ndugu yangu, unajua wewe mara nyingi ndo nabaki hapa na familia yangu na mambo yote yanaendelea hapa nyumbani najua. Sasa nataka uniambie, je, kipindi mimi nikiwa nasafiri katika miezi yote mitatu au mingine 6 nikiendaga kule, hakuna njemba yoyote ambayo inamendea mke wangu au hujapata taarifa yoyote au kwamba labda ananichiti au anafanya mambo ya ajabu? Niambie bwana, mimi ndugu yako. Ndugu yangu, sema kweli, shemkatulia. Yaani ana kuna kona. Hilo nakuthibitishia kabisa. Kweli sio unanijaza hapo unamtetea shemu wako. Ndugu yangu, mimi hilo nakuthibitishia kwa sababu wewe ni rafiki yangu sana. Tena zaidi ya rafiki yangu, yani ni kama ndugu sasa. Kwa hiyo nikiona shemu tu kama anakona kona, mimi ningekusanua mapema sana. Basi kama ni hivyo napole bahari. Baba tumeniagiza ndo haya hapa. Maputo. Ndio, lakini Aisha Msumbiji. Nani amekuagiza Maputo wewe mtoto? Kwani wewe baba? Tulisema ninunue mafuta manne. Jinsi kibaki ninunue pipi. Na nyingine tukasaidia watoto yatima. Wewe si nimekuagiza kibiriti, sigara, mafuta na mchele? Saa ngapi? Wakati mimi muda wote nilikuwa milala. Naila, uko sawa kweli? Ndio nakula lakini sijashiba. Sijakuuliza kama umekula au hujakula. Nimekuuliza uko sawa? Ndio baba, mimi sijalamba skali. Anasingizia. Yo. Mama Naila. Abe. Njoo. Wana nishangaa nini? Kwani hujawahi kuona Miss Tanzania? Ndio mimi sasa. Futa. Apate. Sikiliza Mama Naila. Kuna namna huyu mtoto amechanganyikiwa huyu. Yaani anaongea vitu ambavyo havieleweki. Wangu mwanangu umepatwa na nini? Ipata najua. Kaka, mimi nashauri kitu kimoja tu. Ile mtoto apeleke hospitali, maana ile sio hali ya kawaida. Ni kweli. Mtondoke.
Ingieni. Jamani, tumempima mtoto magonjwa yote na tumefanya vipimo vyote, lakini inaonekana mtoto hana gonjwa lolote na yupo sawa kabisa. Kuna kitu kimoja hujapima. Umekucha. Kitu gani mtoto mzuri? Oi. Dokta, umeona kabisa mtoto anaongea vitu vya ajabu. Alafu inawezekana vipi unaniambia kwamba umempima huoni ugonjwa wote? Mimi nazungumza by professional. Mimi nazungumza Kiswahili. Dokta, hebu angalia tena wewe. Mtoto amechanganyikiwa kabisa huyo. Ni kweli naona, lakini cha kuwashauri labda mtafute njia mbadala, lakini kwa hapa hospitali ni ngumu yani. Labda njia pande. Tuondoke na wewe. Kama mdomo tu unaongea vitu vieleweki. Ndugu yangu, mimi na ushauri mmoja tu. Kwa hili tatizo hili sio la kawaida. Mimi naona bora mtoto huyu tumpeleke kwa mganga kienyeji. Hapana, mimi shida ya mganga kienyeji waga siamini kabisa, yani hata kidogo yani. Mume wangu, hata mimi naona itakuwa ni bora zaidi. Maana kama na hospitali tayari tumeshaenda na ugonjwa uonekane. Itakuwa ni nini kama sio masuala ya ushirikina? Jamani, nauliza swali. Na hakika ugonjwa haonekani? Ndio. Kweli, mnatafuta kota mkono. Dada mjiangalia kabatini au hata ufunguni. Wenda ungeona. Jamani, mimi nimekubali kiroho safi kwa hali nilipofikia. Tuendelee tu kwa mganga. Ndugu yangu, sindikize. Sawa, twende. Yesu. Hebu twende kwa naye. Hey, hii inaitwa Baba Wawili, ni series mpya kabisa ambapo imetoka kwa KP na Zebu. Ni filamu ambayo imechezwa na mtoto Naila ambaye ni mtoto wao, lakini humu ndani tunawakuta wengi kibao. Kuna Pablo, kuna Kisai, kuna Mzee Likoma na KP pamoja na Zebu. Kwa hiyo ni filamu mpya kabisa ambapo imeanza na episode 1. Na leo tunaenda kuitazama episode 1 kupitia hapa Movie in Swahili ili tujue ni nini ambacho kimemkuta Naila baada ya kuchotwa mchanga. Na baada ya mke wa KP kupata ujauzito na kuhamia kwa Pablo, ni nini ambacho kilitokea. Kwa hiyo tunakwenda kuitazama episode hii kupitia hapa Movie in Swahili. Kama kawaida yetu, tuliwaahidi kuwaletea burudani popote pale utakapokuwa. Basi leo na kuletea hii mpaka sebuleni kwako. Na hii inaitwa Baba Wawili. Starling wa filamu hii ni mtoto Naila, KP, Keta, Kisai na Pablo. Filamu inaanza Naila akatumwa dukani, lakini wakati anaelekea dukani akajitokeza mama mmoja hivi nyuma ya Naila na kuchota mchanga wa nyayo za Naila. KP na Pablo walikuwa sebuleni wakimsubiri Naila walipomtuma dukani. Lakini cha kushangaza, mtoto alivyorudi alikuwa anaongea mambo yasiyoeleweka, hata walichomtuma kaleta tofauti kabisa. Walijiuliza kimempata nini mwanao, wakakosa majibu. Walichoamua ni kumkimbiza hospitali. Madaktari walijaribu kuchukua vipimo vyote, wakakosa majibu. Walichowashauri familia hii ni kujaribu upande wa pili, na kweli walikwenda kwa mganga wa jadi na kweli akagundua tatizo ni nini. Mganga aliwaambia kuwa mwanenu amechotwa mchanga na aliyemchota mchanga dhumuni lake ni kumloga mama yake mjamzito ya mke wa KP. Na mchawi huyo amemtupia jini mama yake na Naila. Lakini suluhisho la kumponya mama Naila ni kuhamisha mimba ihamie kwa baba wa mtoto. KP alikubali akijua hiyo mimba ni ya kwake. Mganga akaanza kazi ya kuhamisha mimba, ghafla mimba hiyo ikahamia kwa Pablo. Basi fuatilia episodi inayofuata kupitia chaneli yangu kujua hatima ya Pablo na KP.